Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inaweza kuifuta Iran ndani ya usiku mmoja tu. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika ukumbi wa White House Jumatatu hii, nchi nzima inaweza kuondolewa kwa usiku mmoja na huenda usiku huo ukawa kesho, alisema, akionekana kurejea muda wake wa mwisho aliotoa Jumanne usiku kwa Iran kufungua mlango wa Hormuz. Alianza mkutano huo kwa kusema anataka kusherehekea mafanikio ya moja ya operesheni kubwa, ngumu na hatari zaidi za utafutaji wa kijeshi kuwahi kufanywa, akimaanisha uokoaji wa wanajeshi wawili wa anga waliodunguliwa nchini Iran. Tulisaidiwa na watu wengi wazuri, alisema Trump bila kufafanua zaidi. Israel inaripotiwa kuwa ilichangia katika kusaidia kumwokoa rubani na afisa wa pili ambaye ndege yao aina F-15E ilidunguliwa. Pia tulikuwa na bahati kidogo, alikiri Trump, huku akipongeza ujasiri wa wanajeshi wawili waliookolewa. Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision. Akisimulia zaidi kuhusiana na uokoaji wa wanajeshi wawili wa anga waliodunguliwa Iran, Trump alisema tungeweza kupoteza watu 100 badala ya mtu mmoja au wawili. Trump alisema aliamuru majeshi ya Marekani kufanya kila kinachowezekana kuokoa wanajeshi hao, akitambua kuwa operesheni hiyo ilikuwa na hatari kubwa. Tungeweza kuishia kupoteza watu 100 badala ya mmoja au wawili, alisema Trump. Ni uamuzi mgumu, lakini katika jeshi la Marekani hatumwachi Marekani yoyote nyuma, alisema. Ndege 21 zilishiriki katika operesheni ya kuwatafuta rubani na afisa wa pili wa ndege hiyo, zikiruka juu ya anga ya Iran mchana kutwa kwa saa 7, wakati mwingine zikikabiliwa na mashambulizi makali ya adui. Trump alieleza kuwa kikosi cha kwanza cha utafutaji na uokoaji kilifanikiwa kumtambua rubani wa ndege F-15 ambaye aliokolewa kutoka eneo la adui kwa kutumia helikopta ya HH-60W Jolly Green 2, huku wanajeshi wa Marekani wakikabiliwa na mashambulizi ya karibu. Afisa wa pili ambaye alikuwa mtaalamu wa mifumo ya silaha alitua umbali mkubwa kutoka kwa rubani na alikuwa amejeruhiwa vibaya. Trump alisema afisa huyo alikwama katika eneo lililojaa wapiganaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Licha ya hatari hiyo, afisa huyo alifuata mafunzo yake na kupanda katika milima migumu ili kuepuka kukamatwa. Trump alisema alipanda miamba huku akivuja damu nyingi, akijitibu majeraha mwenyewe na kuwasiliana na vikosi vya Marekani kwa kutumia kifaa maalumu cha mawasiliano kutuma eneo lake. Baadaye operesheni kubwa iliyohusisha ndege 155 ilianzishwa kumwokoa mwanajeshi huyo. Trump alisema operesheni hiyo ilijumuisha mbinu za kupotosha, ambapo Marekani ilitaka Iran iamini kuwa mwanajeshi huyo alikuwa katika eneo tofauti. Maelfu ya wanajeshi wa Marekani walitumwa katika maeneo ambayo hawakuwa na uhakika naye ili kuficha eneo lake halisi. Katika maonesho ya kushangaza ya ustadi, usahihi wa nguvu, jeshi la Marekani lilifika eneo halisi, likapambana na adui, likamwokoa afisa aliyekwama, likaharibu vitisho vyote na kuondoka Iran bila kupata majeruhi, alisema Trump, akimpongeza mwanajeshi huyo kwa kujificha karibu saa 48. Trump pia alithibitisha kuwa ndege 2 za zamani zilizotumika katika operesheni zilikwama kwenye mchanga wenye unyevunyevu na iliamliwa kulipua ndege hizo ili teknolojia yake isiangukie mikononi mwa Iran. Aliongeza kuwa ndege nyingine nyepesi na za kasi zilitumwa kuondoa wanajeshi waliokuwa katika operesheni hiyo, akisema alifurahishwa na kuwepo kwa mpango wa dharura. Trump alisema wanajeshi wa Marekani waliondolewa kwa vipindi vya dakika 15. Mungu alikuwa akituangalia. Tulikuwa katika kipindi cha Pasaka, alisema Trump, akisisitiza kuwa vikosi vya uokoaji vilikabiliwa na mashambulizi makali ya adui. Kwenye mkutano huo pia Trump alisema uvujishaji wa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu kuwepo kwa mwanajeshi wa pili wa anga
aliyedunguliwa muda mfupi baada ya vikosi vya Marekani kumwokoa kwanza, ulihatarisha kuvuruga operesheni nzima ya uokoaji. Uokoaji wa rubani wa ndege aina ya F-15E Ijumaa jioni uliripotiwa kwanza na vyombo vya habari vya Israel, baadhi vikimnukuu afisa wa Israel na vingine afisa wa Magharibi. Inaaminika kuwa taarifa hizo zilitoka katika ofisi ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz. Trump alisema, hatukuzungumzia uokoaji wa kwanza kwa saa moja, kisha mtu akavujisha taarifa, na tunatarajia kumpata aliyefanya uvujishaji huo. Kwa mujibu wa Trump, mtu huyo alisema, kimsingi tumempata mtu mmoja na kuna mwingine aliyepotea, jambo ambalo lilidokeza kwa Iran kuwa kulikuwa na mwanajeshi mwingine bado hajapatikana. Trump aliongeza kuwa Marekani itawasiliana na kampuni ya habari iliyochapisha taarifa hiyo na kusema, hili ni suala la usalama wa taifa, toeni taarifa au mwende jela. Alisema uvujishaji huo ulifanya operesheni ya kuwatafuta wanajeshi hao kuwa mgumu zaidi, kwa sababu Iran ilitoa tangazo kubwa ikiahidi zawadi kwa raia yoyote ambaye angemwona mwanajeshi huyo aliyekuwa bado anatafutwa. But these two extraordinary rescues, because it was two, and as you probably know, we didn't talk about the first one for an hour, and then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker, and talked about there's somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out, because we're going to go to the media company that released it, and we're going to say, national security, give it up or go to jail. And we know who, and you know who we're talking about, because some things you can't do, because when they did that, all of a sudden, the entire country of Iran knew that there was a pilot that was somewhere on their land that was fighting for his life. And it also made it much more difficult for the pilots and for the people going in to search for him. All of a sudden, they know that there's somebody out there. They see all these planes coming in. It became a much more difficult operation, because a leaker leaked that we have one, we've rescued one, but there's another one out there that we're trying to get. So actually, the country, Iran, put out a major notice, you all saw it, offering a very big award for anybody that captures the pilot. So in addition to a hostile, very talented, very good, very evil military, we had millions of people trying to get an award. So when you add that to it, but we have to find that leaker, because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. Katika hatua nyingine, Trump amesema kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz ni kipaumbele kikubwa sana, akiongeza kuwa si vigumu kwa Iran kuzuia usafiri wa meli katika njia hiyo muhimu ya baharini. Hapo awali, Trump aliwahi kuashiria kuwa kufunguliwa kwa mlango huo sio lazima kwa maslahi ya Marekani, na kwamba nchi zingine zinaweza kuingia na kuchukua mafuta zenyewe. Alipohojiwa kuhusiana na ujumbe wake kuonekana kukinzana katika siku za hivi karibuni, ambapo amesema vita vinaelekea kuisha, lakini pia ametishia kuishambulia Irani kwa nguvu kubwa, Trump alisema hali hiyo inategemea hatua zitakazochukuliwa na Iran. Alikumbusha kuwa alitoa muda wa mwisho wa Jumanne usiku kwa Iran kukubali makubaliano kumaliza vita na kufungua mlango wa Hormuz, muda ambao tayari ameongeza mara 2. Waliomba nyongeza siku 7, nikasema wapeni siku 10, Trump alikumbushia. Baadaye aliongeza tena muda wa saa 24 Jumapili. Niliona sio sahihi kushambulia siku moja baada ya Pasaka. Nataka kuwa mtu mwema. Wana hadi kesho. Sasa tutaona nini kitatokea, aliongeza Trump. Trump alisema Iran inafanya mazungumzo kwa nia njema na kuongeza kuwa Marekani inapata msaada kutoka kwa baadhi ya nchi ambazo zinataka vita viishe kwa sababu vinaathiri pia maslahi yao. Tunawapa hadi kesho,
saa 2 usiku kwa saa za mashariki mwa Marekani. Baada ya hapo hawatakuwa na madaraja, hakutakuwa na vituo vya umeme. Enzi za mawe, alisema Trump. You've said Iranians would be mad if you stopped these attacks, but why would they want you to blow up their infrastructure, to cut off their power? Wouldn't that be punishing Iranians for the actions of the regime? They would be willing to, and it's suffering, they would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. They have lived in a world that you know nothing about. It's a violent, horrible world where if you protest, you are shot. Are you willing to make a deal that does not include reopening the Strait of Hormuz, or is that now a top priority? I would say it's a very big priority because, see, that's one thing that's a little different than other things. We can bomb the hell out of them, we can knock them out for a loop. But to close the strait, all you need is one terrorist that somehow has a truck loaded with, because you can carry them in trucks, large trucks, a water mine. Drop them in the water, and now you tell people that own ships that cost $1 billion to don't worry about the mine. You can do that even just by saying we put mines in the water. So it's not like the rest. We can knock out their military. We already have. We've knocked out their Navy. We've knocked out their Air Force completely. We've knocked out 158 ships in 3 days. We've knocked out even their mine droppers. They don't have any mine droppers anymore, but they put them on other boats, and they could drop them. I'm not even sure they have any mines there, by the way. I'm not sure. I'm personally, they say there might be 8. I don't know. I think there might be none because they're very good bullshit artists. That's why for 47 years they've been bullshitting other presidents, and they haven't done the job. And people are living in hell. You live in that country, they're living in hell.